Kwa jina naitwa Fatuma Ramadhani Mchekwa. Mimi ninachoongea ni kwamba mama anaweza. Mama anaweza kwa sababu mama ametuletea kwanza barabara ya Mbagala. Maana sisi watu wa Chanika wengi tunatumia barabara yetu ya Mbagala. Watu wanaotoka Kariakoo kuja Mbagala, yani ulikuwa ni mtihani. Lakini Mungu kasaidia, barabara yetu ya Mbagala ya mwendo kasi imefunguliwa. Kwa hiyo tunafika Chanika kwa wakati. Hilo la kwanza. La pili, mama ametuletea shule. Tuna shule ya msingi Kidugalo. Lakini watoto wetu mwanzo walikuwa wanapata shida. Wanasomea Mvuti. Mvuti wapite barabara tena kwa miguu. Au kuna bonde hapo linaitwa Mzinga. Watoto wavuke hapo wanakufa. Yaani ikifika muda wa masika bonde linajaa. Watoto wanakufa. Watoto hawaendi shule kwa sababu Mzinga imejaa. Kwa hiyo tunamshukuru mama kwa kutuletea shule yetu ya msingi. Jambo la tatu, mama ametuletea umeme. Yaani umeme umefanya Kidugalo imejengeka. Kidugalo ya zamani sio Kidugalo ya sasa. Kwa hiyo tunamshukuru mama kwa kutuletea hivi vitu. Tunachoomba sisi amani iendelee. Tusifanye fujo kwa sababu tunapofanya fujo na tunavovunja vitu, sisi tunavunja mwendo kasi, sisi barabara. Yaani hii ni kodi yetu wenyewe. Kwa hiyo tunajikomoa wenyewe. Kwa hiyo sisi ndio tunafanya biashara, tunalipa ushuru. Kodi zetu ndio zinazoenda kwenye barabara, kwenye mwendo kasi, kwenye kila kitu ambacho kinahusika na serikali. Kwa mfano, tumevunja mwendo kasi, tumeharibu barabara, tumeharibu miundombinu. Sasa ile hela ya kusema tuendelee kufanya vitu vingine inabidi turudi tena nyuma. Tutengeneze miundombinu iliyoharibika. Kwa hiyo sasa hapo ndo tumejikomoa wenyewe. Kwa hiyo mimi ninachowaomba Tanzania wenzangu, tudumishe amani. Amani ndo kila kitu. Amani ndo inakufanya unaishi hata kama una hela, lakini ukiwa na amani. Kwa mfano umeamka asubuhi hujakunywa chai. Lakini umefika mchana, umekoroga bamia lako, umepika ugali wako, umekula na watoto. Watoto wanacheza, wana amani. Lakini unakuwa na hela lakini unakuwa una amani. Niambie hiyo hela utaifanyia nini kama nchi haina amani?